Tuongeze zaidi. Mithali 18. Tuongeze vifungu uone. Nataka nikuwekee msingi kwamba kubadilisha hatima yako, kubadilisha maisha yako kwenda viwango vilivyo bora, kuishi maisha ya furaha ni uamuzi wako. Usiseme Mungu, maana ndio vitu tulivyopandikizwa sana. Ni kweli Mungu anahitaji wewe uanze hatua. Nitakupa mfano wa watu walioanza hatua na Mungu akabariki hatua zao. Mithali 18:20 na 21, mtumishi soma. Mithali 18:20 na 21. Nasema tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake, atashiba mazao ya midomo yake. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Hivi mmesikia? Na nyinyi mnaelewa kama ninavyoelewa mimi? Anasema tumbo la mtu linashibishwa kwa maneno ya kinywa chake. Nisikilize kidogo. Unajua maana anaposema tumbo ni lugha ya picha. Kwa tafsiri nyingine, Mungu alikuwa anataka kueleza kwamba unajua tumbo lina uhitaji wa chakula. Hauji kula ukashiba. Ukila leo sasa hivi jioni njaa inauma. Kwa Mungu anataka kuambia nini? Njaa yoyote ulionayo kwenye maisha yako inashibishwa na maneno yako. Okay. Nikiwa na njaa ya uchumi inashibishwa kwa maneno yangu. Unanielewa kwenye hiyo tafsiri? Nikiwa na njaa ya ndoa inashibishwa na maneno yangu. Nitakufafanulia huko mbele. Mstari wa 21 anasema laana na mauti viko katika uwezo wa kinywa, haviko katika uwezo wa shetani. Haujaelewa? Laana na mauti amesema uzima hapa, hajasema la, amesema uzima na mauti, si ndivyo? Amesema uzima na mauti viko kwenye uwezo wa kinywa. Okay. Kumbe kinywa chako kinakuamulia ufe lini. Kinywa chako kinakuamulia uishi mpaka lini. Ngoja niwape ushuhuda mwingine, sio mzuri sana. Najitoleaga shuhuda mimi. Mwezi wa 7 nilipata changamoto kidogo, msiba, nilifiwa na babangu. Yule mzee alianza kuumwa mwezi wa 5. Kaanza kuumwa. Alipoanza kuumwa kwa kawaida, akienda tu hospitali kupima, anasema ni kama tunaona kama pressure. Mara anasema kama tunaona kama bakteria mahali fulani, sio kwamba wapo. Ila yeye alipoanza kuumwa, akaanza kutuita watoto wake. Kaanza kutuaga, yuko wanangu, mimi safari imeiva. Amina. Of course umri wake ulikuwa umesogea kidogo, alikuwa na miaka inaenda 90. Anasema wanangu, anaacha maagizo vizuri. Sisi tunamkataza, baba unajaje maagizo? Mbona wewe bado kijana tu, baba unatembea. Baba acha kusema hivyo. Akaanza kuacha mambo sawa. Babangu alikuwa na wake wengi kidogo, akasema nirudisheni kwa mke wangu, mke mkubwa. Mabi mkubwa, haleluya. Kwa maana naambia kwa mama usife na pressure za kipumbavu. Eti mimi mdege, ameninyang'anya bwana. Wewe bi mkubwa linga bwana. Eti anaacha na kusali kisa bi mdogo ametokea. Mabi mdogo, babangu alikuwa anasema hizi nyumba ni za watu. Mimi sifi kwenye nyumba za watu, nirudisheni kwa mke wangu. Sasa hii balai. Nyumba ya bi mkubwa ilikuwa imejengwa tu hapo, imewekwa matofali. Akawalazimisha watoto wapige lipu. Sikwanza pigwa lipu mpaka usiku na tochi hivi. Anasema mnanichelewesha. Sakafieni nyumba ya mke wangu, nirudi kwa mke wangu. Mnajenga baadhi walijenga wakaisakafia sana. Siku amemuingiza akisema hapa afadhali. Hata nikifa na kufa kwangu, akaacha kuongea. Sisi sasa ambao ni watumishi tunafunga. Baba asife leo, asife mwezi huu, asife mwezi ujao. Rikataba. Unaomba mpaka unaona upako umekufurikia. Sasa Mungu, baba hafi, unawapigia na ndugu zako. Wala msiogope, baba hafi leo. Mimi nimefunga. Mungu, nilikuwa sijajua nguvu ya kinywa cha mtu. Unajua nguvu yako ni kubwa kwenye kinywa chako kuliko mimi nikiomba. Niliomba, nafunga, na Mungu ananihakikishia kabisa mimi ndo nitakayemtengenezea viatu atavaa. Nimeona mimi ndo nitakayemtengenezea
kuvunja moyo, kwa sababu nimwambia asife sasa hivi. Kwanza ndicho nikaa ni mjamzito, ni sawa, hawezi kufa mimi nishindwe kuhudhuria msiba, bwana, haiwezekani. Nimeomba pale, nimeweka pointi zangu za maana kweli. Nashangaa siku nisiyotegemea nasema mzee amefariki. Nikaanza kulia, wewe Mungu hausikiaje maombi? Hausikiaje? Mungu akasema kinywa cha mtu kina nguvu kuliko maombi yako. Nikaja kuamini. Ndio maana wengi wanaokufa watu wanasema alianza kuongea maneno utafikiri ya kuaga. Wanakubariki kifo, ndio maana wanakufa. Wewe kataa kifo. Haleluya. Vile nilikuwa namwombea babangu, angeamua kusema sifi mwaka huu sasa, nakufa mwakani. Ukaungana na imani yangu ninapomwombea, nakwambia angekufa mwakani. Unaona wengi, achana na wale wanaoshtukia tu ajali. Hata wa ajali nao kuna wakati unakuta kwenye vimaisha vyake vinakiri tu. Mimi mwezi wa 3 siniwaambia nilipata honge ajali, hapo kagari kalikuwa nyanga. Kilinyang'anyika, watu wa nje walipokuwa wanafika wanasema humo ndani hamna aliye mzima. Nikamuuliza mwanangu, niko vipi? Au ndio kufa hivi? Yaani wa nje wanatuona sisi tumekufa, au ndio tuko mbinguni kwamba sisi tunawasikia wao hawatusikii? Kwamba ndio tumekufa hivi? Tulitoka watu wa Mungu ni wazima, hatujakwaruzika hadi mahali. Wale watu walisema tunaogopa mganga mlia naye, tunamuogopa. Kwa nini sikufa sikwaruzika? Nilishasema Mungu sipapu mtu kufa hapa. Sifi kizembe. Haleluya. Nilimwambiaga Mungu nikifa, maana yake nimemaliza kazi uliyoniletea duniani. Tunalala. Biblia inasema baada ya Daudi kulitumikia shauri la Bwana, alilala pamoja na baba zake. Hatusemi hatutakufa vijana, hatutakufa umri gani. Ukilitumikia shauri la Bwana, ukilala unalala. Bwana asifiwe. Sasa unakuta vingine muda wote, yaani mimi bora nife tu. Haya maisha hivyo magumu, anatamka kama fashion. Kuna siku nilikuwa na kongamano la siku 8 hapo Sumbawanga mjini. Sasa tulipofika Jumapili nikaanza kuhudumu, Jumatatu kaanza kutangaza wale wanaotaka kuonana na mtumishi wataanza kuonana naye Jumatano. Nikashangaa ile Jumanne kuamkia Jumatano usiku nikaletewa ndoto. Nikanapewa watu majina yao, namna. Sikuwa nimemuelewa Mungu wakati huo kwamba anaweza akanihudumia watu. Mimi kuna wakati changamoto za watu naziona ndotoni, waumini wangu pale fellowship, hata wao hawajaniambia. Nipigia simu naambia hiyo nimeiona, tatizo lako liko hivi na hivi na hivi. Bwana asifiwe. Sasa mara ya kwanza nilipoanza kupewa hiyo huduma nilikuwa sijafahamu. Nikapewa majina. Nilipofika kesho nimeingia pale, maana walikuwa wameniandalia ofisi ya mchungaji imekaa hapo, waombaji wako nje, naongea na mtu pale, nikianza kuomba kukitokea shida wanakuja kunisaidia. Sasa nilipoingia mtu wa kwanza kueleza changamoto, na shangaa napotaja jina nilile jina nimepewa ndotoni, na kule nilikuwa napewa changamoto yake na namna nitakapoishughulikia. Watu wa Mungu, zile siku zote vyote nilikuwa napewa usiku kabla sijali. Sasa ile siku ya mwisho wakawa wamepanga ni siku ya watumishi wale waombaji niliokuwa na hudumu nao. Maana nilikuta mtu akitoka alikuwa ananisaidia kuomba, mtu akifunguliwa yeye anabaki anang'ang'ania. Mungu na mimi niombe. Naambia sasa tutaomba na nyinyi Jumamosi. Ile Jumamosi wakaja wahudumu, nimeomba nao. Baadaye akaingia binti mmoja. Kimcheki bwana kama huyu sikuwa naye. Kaambia wewe vipi? Mimi nimekuja kuombea. Watu wa kawaida sikuwa mwisho jana Ijumaa. Tena umechelewa. Mimi sasa naenda kujiandaa kwa ajili ya semina. Dada kakaza pale mlangoni huko naingia. Sasa ule usiku nilipewa kuna binti na muombea. Dada mmoja hivi. Nikapewa mpaka rangi. Nikaona kule anatamka namna maisha yalivyo magumu, bora nife. Aliposema bora nife, ikaja roho ya mauti ikamvaa. Kwa hiyo kila kitu anachoanzisha, kila kitu anachofanya kinakufa. Sasa nilipoomba na wale wahudumu wangu wote sikuona. Unajua Roho Mtakatifu anakuambia sikuona. Nikamuuliza Mungu, sasa huyu mtu uliyenipa na alinipa siku ile mtu mmoja, nikasema ni yupi? Baadaye nilipokuja huyo dada nikabishana naye pale, nikampiga biti, nikaona anamsimama. Maana
kuna wakati hata Yesu alimpiga biti mama mmoja, akasema chakula cha watoto hatuwapi mbwa. Wanajaribisha imani yake. Akasema hata mbwa wanaokota makombo chini ya meza za bwana zao. Kuna watu ukiwasoma kwenye Biblia unasema ningekuwa mimi. Kuna vijitu tu hapa mchungaji akimwambia au tu mwanakwaya mzee sema nywele zako hazijakaa vizuri, haji kusali miezi miwili. Wajuki. Wenzio aliambiwa chakula tuwapi mbwa. Yesu anamwambia, mama yule akakaza akasema hata mbwa wanaokota chini ya makombo ya meza za bwana zao. Wewe unakuwaje? Watu leo tuna Wakristo aina fulani hivi, Mungu atusaidie. Unakata tamaa za kipumbavu tu. Eti tulipopeleka sare kushona, sare yangu kidogo akairefusha mkono. Kwa kweli niliona amenifanyia figisu. Sasa nimeamua sasa kutokwenda na kanisani kwao. I'm serious. Mkono kurefushwa. Mchungaji aliposimama, ule mbaraka anaotamka hakunyosha mikono. Inaonekana wachungaji wa siku hizi hawako serious. Kanisani kwenyewe unaenda wachungaji hawako serious, anaacha kuja ibadani. Naelewa watu wa Mungu nyinyi. Tuache hizo habari za kipuzi. Halafu kanakata hivyo tamaa, akana hata kabungu kengine. Hata ukiwa na kabungu kengine huko kana kugeuka. Yaani kwa tafsiri hizi huna usalama huko nje. Alafu nakata tamaa kanisani. Alafu tamaa zenyewe za kipuzi na kipumbavu. Nikampiga biti yule dada. Nikaona kameng'ang'ana. Ambia ungefresh. Nikaingia naye. Akanieleza, mtumishi, unavyoniona sijaolewa. Nimezalishwa mtoto. Na kuolewa siolewi. Nikianzisha biashara yendi pale sokoni. Akaeleza. Wakati huo sikumbuki kwamba ni yeye. Nasema okay fine, nikamtia moyo pale, nikasema ngoja tuanze kuomba. Nilipomwekea tu mikono nikaanza kuomba. Ghafla Roho Mtakatifu akaniambia, yule mtu niliyekwambia jana ni huyu hapa. Nikaacha kuomba. Nikamwambia samahani dada. Mungu aliniambia hivi, kuna maneno ulijitamkia kwamba bora ufe. Sasa ndio anatafuta. Akashangaa yuko wengine kwa namwambia mama yule jirani kama utani. Suna kama wewe unavyowataniaga mashosi. Sisi ni maskini ili wakupambe waseme ni mnyenyekevu. Kumbe unayua kesho yako. Yule dada alishangaa, akasema mimi nilikuwa namwambia lakini sikuwa serious. Yeye hakuwa serious. Shetani alikuwa serious. Kwa nini? Anajua neno shetani kwamba tumbo la mtu linashibishwa maneno ya kinywa chake. Kwa hiyo kwa maneno aliyojitamkia akakandamiza hapo hapo. Kuna watu wanachelewa kuolewa, si wanaume hawapo. Unakuta kikiwa binti bado kinajeuri. Mimi sitaolewa na mtu wa aina fulani kwa wakati huo kwa sababu anajeuri huo. Siku moja kuna dada mmoja alikuja, nilikuwa naomba naye miaka 37 hajaolewa. Tukaomba naye mara ya kwanza. Na watumishi wengine miamba tukaomba naye. Na ni mfanyakazi ana cheo kikubwa tu. Tukaomba naye, mtu apate mchumba. Kuna wakati Mungu anatushuhudia kabisa, tunamtabiria, utavaa shela lako kabla ya mwaka kuisha. Mwaka unaisha shela lipi? Tunampa chukua imani, kashone shela, anashona shela naweka ndani. Kuna siku akaniambia, mtumishi, nataka tumuulize Mungu. Hivi anataka nifungue duka la mashela au yamefika matatu? Si tunawaambiaga chukua imani, nitakufundisha hata hapa vipengele vya imani. Imani zimedunda. Siku moja nikiwa nimelala, Mungu akanifunulia. Yule dada ana uongozi, ni ana cheo, ni afisa elimu. Mungu akanionyesha aliwatukanaga walimu na mchumba anayetakiwa kumwoa ni mwalimu. Angalia. Nafundisha vizuri huko mbele. Haleluya. Ngoja nihame hapo. Nilikuwa naweka utangulizi. Kama Mungu atatupa neema, tutajifunza hivyo vitu pia. Nguvu katika vingi. Kama Mungu atatupa neema, sababu vitu ni vingi. Vingine tusipovifikia daka hizi nilizokuambia. Amen. Ila kwenye hiyo mithali nitaka kuonyesha anaposema uzima na mauti
viko katika uwezo wa kinywa, haviko kwenye uwezo wa shetani wala havipo kwenye uwezo wa Mungu, viko kwenye uwezo wa mwanadamu. Yeye ndiye anayeamua. Kama laana na uzima viko kwenye uwezo wa mwanadamu, kumbe utajiri na umaskini viko kwenye uwezo wa kinywa. Kuinuliwa kihuduma au kubaki eneo moja viko katika uwezo wa kinywa. Kwenda viwango vingine au kuwa na uzao uliobarikiwa au wa laana huko kwenye kinywa. Tafuta kingine chote, weka katika kinywa. Haleluya, haleluya. Kisoma Mathayo 7 mstari wa 8. Inasomeka hivi: kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Amen. Amen. Kwa nani baba? Mathayo 7:8. Moja tu. Okay. Kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 8. Anasema kwa maana kila aombaye hupokea. Amen. Amen. Utaishia hapo, kuna nini sina hivi? Amen. Anasema kila aombaye hupokea. Yes. Mimi sio mwalimu wa lugha, mimi ni mwalimu wa sayansi, ila na uwezo wa kufafanua kidogo kwa Roho Mtakatifu. Anasema kila aombaye hupokea. Maana yake majibu yako, si ndio hivyo jamani? Maana yake kila anayeomba anapokea. Ni tofauti na anayesema kila aombaye atapewa. Ukiambiwa kila aombaye atapewa, tafsiri yake kuna mtu anatakiwa akupe. Kwa hiyo yule anayetakiwa akupe asipojisikia kukupa, unaweza usipate. Ila anaposema kila aombaye hupokea, maana yake majibu yapo, hayategemei mtu mwingine. Maana yake kila anayeomba anapokea. Kumbe kila kitu unacho. Nilikuwa nasisitiza ule mstari wetu wa kwanza tulioanza nao, aliyosema baraka na laana viko, nimevitoa. Kwa hiyo baraka zipo, ukisiomba unazipokea. Amina watu wa Mungu, amina watu wa Mungu. Nakupa huo utangulizi, nikupe mifano sasa ya watu wachache ambao tuone, maana utasema Mungu mwenyewe ndo anaamwaga. Wote walioandikwa kwenye Biblia walianzaga wao. Kamuulize Danieli, walikaa utumwani. Nabii Yeremia alitabiri kwamba taifa litachukuliwa utumwani, watakaa miaka 70. I think miaka 70. Kweli wakachukuliwa kama neno la Bwana lilivyosema, wakaenda utumwani, wakakaa, wakashangaa. Danieli anakuja kuanza kusoma vitabu, yule jamaa anampenda, na ndio maana Mungu anafundiaga watu ambao ni wachunguzi. Wewe uliyekaa tu sasa hivi unaosha vyombo nyumbani, hautajua siri. Danieli kilichowasaidia watoke utumwani ni uchunguzi, kufuatilia, tenda kujifunza kama wewe ulivyokaa kujifunza. Ndio maana nimekwambia hautabaki kama ulivyo, hautabaki kama ulivyo. Kinachonibadilishia nyankali maisha ni kujifunza. Nakumbuka mwaka wa kwanza niliajiriwa mwezi wa 10, nikaenda wa 12 nikaenda nyumbani kusalimia. Niliporudi ule mwezi wa kwanza nikashangaa watu wanagongana pale, nikopela wanaitaka Januari. Nikaangalia niko staff, siko mimi, ni mtu wa kujikubali, tunakujiamini. Hata kama unaniona niko kitu fulani akijai kwenye mkono, ila huku ndani najaa Bwana. Mwambie jirani yako na wewe jaa ndani. Jaa ndani. Maisha yanaanzia ndani. Siku hiyo nimefika pale, nikaangalia ile hali. Watu ukimwambia nipe 500 nikupe 10,000 na kuapia hana. Nikawaambia miaka ijayo mimi nitakuwa na wakopesha. Wakacheka, unachezea maisha ya ualimu, tunaishi kwenye madeni na wewe unaungana nao. Walimu tunakopaga ni walimu nyinyi, sio wakina Nyankali. Wakina Nyankali tunakopesha. Haleluya, haleluya. Neno ndio linaposema. Simama wasema Mungu ni mkubwa, wanamuona ni mkubwa katika macho ya nyama. Lakini huo ukubwa usifikiri alikuwa tu mkubwa kwa niliamua, nilitamka na Mungu akasema okay,
Sema wewe unasema tu. Mimi ni kipofu Bwana, walikuwepo vipofu. Soma Marko mlango wa 10:46. Mlango wa 10 kuanzia 46. Kitabu cha Marko sura ya 10 kuanzia mstari wa 46. Nasomeka hivi: wakafika Yeriko, hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano. Narudia mstari. Wakafika Yeriko, hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Bartimayo yule mwombaji kipofu alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Nazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu nirehemu. Weka nukta, nitakwambia uendelee. Amen. Nasema alianza. Umesikia? Anasema nifanyaje? Alianza kufanyaje? Kupiga kelele. Sio Yesu alimfuata amwambie mzee Bartimayo, nimeona umekaa hapa muda mrefu, tafadhali naomba niponye macho. Kuna Wakristo wamekaa wanataka Yesu awafuate. Unaweza ukawa kipofu ukakaa maisha yako yote. Kuna mahali nilikuwa nawaambia watu, usifikiri ukiwa maskini Mungu anapungukiwa na kitu, kwa sababu ili dunia yake ikamilike anataka aone matajiri maskini, ili apate pa kututega matajiri kwamba tukwenda kuwaona maskini. Umeelewa? Maana hata Yesu mwenyewe aliwaambia maskini mnao siku zote. Maana yake hana mpango wa kukomesha maskini waishe duniani, ila hatamani watu wawe maskini. Ila ukiwa maskini ndio dunia inakamilika, lakini hataki uwe maskini. Kwani Bartimayo alipokuwa kipofu ilimwathiri nini Yesu? Ilizuia msafara wake, ilimbadilishia jina Yesu asiitwe Yesu. Yesu alibaki kuwa Yesu na Bartimayo alibaki na upofu wake. Lakini Bartimayo alipoamua, na ukiendelea kusoma hii story huwa inanoga sana. Biblia inasema alianza kupaza sauti. Alipoanza watu wakaanza kumnyamazisha. Akang'ang'ana. Hichi kitu kama Mungu atanipa neema nitakifundisha vizuri. Utakapoanza, usifikiri utaanza upenye kwa wepesi. Wataanza kukurudisha nyuma. Walimkemea Bartimayo, nyamaza Bwana. Yamkini walisema huyu mtu mkubwa wewe, unamkusaje mtu mkubwa? Nikifundishaga makongamano ya vijana huwa nawaambia, kuna vijana wakiona kuna binti tajiri msomi anaogopa kwenda kumuoa. Wewe dhaifu wewe. Wewe unaona umetafuta miaka 10 huna mtaji. Kuna binti hapa anaweza garezi mtaji. Eti unaogopa. Wewe umefilisika mawazo wewe. Miamba yanajitosa hivyo. Unakuta umetoboa moja kwa moja. Sio, unaelewa? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wewe kafundisha watoto wako wawe miamba, sawa mama? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nampenda mtu mmoja anaitwa Daudi. Fungua Samueli wa kwanza mlango wa 17. Ninapomuelezea kale kajamaa, Biblia inasema enzi hizo alikuwa na umri wa miaka 17. Kijana mdogo kabisa. Kijana kabichi. Ameenda vitani. Tena hakwenda kama vitani rasmi, anapeleka chakula. Samueli wa kwanza 17. Utasoma tunapohakikisha. Anasema amepeleka chakula. Hebu soma kwanza 15 na 16. Kitabu cha Samueli cha kwanza. Samueli wa kwanza ile sura ya 17 mstari wa 15. Ile yasomeka hivi: basi Daudi alikuwa akienda kwa Sauli na kurudi ili awalishe kondoo za baba yake huko Bethlehem. Naye yule Mfilisti hukaribia asubuhi na jioni, akajitokeza siku ya 40. Ngoja kwanza hapo. Utakuwa unaenda na kuambia utakaposoma. Daudi baada ya hapo akatumwa na baba yake. Anaenda kutani. Majamaa yamepiga kambi siku 40. Siku ya kwanza, siku ya pili,
wiki inaisha, mwezi unaisha, wanaongeza na siku zingine 10. Na Biblia inasemaje? Jamaa alikuwa hawajapigana, ila uoga huu mimi siupendi, Mungu asinijalie. Yaani hata wewe kujaribisha kupigana. Biblia inasema wale jeshi walikuwa wanatoka nje, wanasimama, alafu Mfilisti anatokea, anawatukana wewe, anawatukania na Mungu wao. Vijana vinasikiliza, vinaingia ndani, uoga mbaya huu, kama watu walivyokutukana. Kanga yake imepauka, kila siku najifanya tu kusikiliza, ukirudi ndani baba, kanga yangu imepauka. Lakini wewe unawaona, amewaona, lakini usipochukua hatua, hiyo kanga itapauka, itakuwa mpauko, itabadilika isiwe mpauko, sijui iwe mpauko wa kung'aa, sijui. Wale watu wanamsikiliza yule jamaa na watukana, wanarudi ndani. Kesho na watukana, wanarudi ndani. Yeye washukuru Daudi, sijui angekaa miaka mingapi pale wanasikiliza yale matusi. Kataa hiyo hali, haleluya. Daudi alipofika, Biblia inasema alikuwa mtoto mdogo. Angalia uwezo wa ndani, au nikwambie, ukiamua kutokea ndani, haijalishi umri. Unaweza ukaa mtoto mdogo ukafanya mambo makubwa, unaweza ukaa mzee ukafanya mambo makubwa ukiamua. Biblia inasema Daudi alikuwa kijana, tena mchunga kondoo, sio mjanja wa mji. Watu watasema wewe, haya mambo wale wanaokaa dando wanayaweza. Nisa ukatokea Laela, watu wakatoka da kuja kuomba ushauri, kuja kununua bidhaa yako toka Laela. Daudi alipofika, anashangaa ile tu anafika, advertise anasalimia, ni jamaa limetokea. Naanza kutukana. Daudi alishangaa. Unajua kuna wakati huwa tunashangaa. Yaani ikifika mtu anamchallenge Mungu wangu, namshangaa kwamba hivi unamuelewa? Unamuelewa kwamba kuna wakati alitaka kushuka, sio kwamba ameshuka, milima ikatikisika, ilikuwa inatoa moshi mpaka wana wa Israeli mwambie Musa usimwambie aje tena. Bwana asifiwe. Daudi alishangaa, anasema ni nani huyu Mfilisti asiyetahiriwa, anayelitukana jeshi la Mungu aliye hai? Unajua ukimjua Mungu anayeishi. Nilikuwa naongea na yule ndugu niwapo ushuhuda, nilikuwa nampa naye, anasema figo zinawaka. Nikamwambia hivi, jamaa, unamjua Mungu wetu? Mungu wetu tukiomba mara moja huwa haturudii. Nikamwambia unamjua? Unamfananishaje na wachawi? Unamfananishaje na mganga? Unamfananishaje? Kilimshangaza Daudi. Daudi alishangaa. Angalia alichokifanya. Hebu soma mstari kuanzia 45. Alishangaa. Halafu akuishia kushangaa, akaamua. Rakataba. Mtoto mdogo alivyoamua, alilikomboa jeshi na mfalme wakiwa vitani wamekwama. Soma mtumishi. Mstari 45 anasema, ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe najua unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Siku hii ya leo Bwana atakuwa mkononi mwangu, nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako. Nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mizoga ya majeshi ya Wafilisti. Wait, ngoja kwanza. Tunaanzaga hivi. Asema hivi, ngoja niwape ushuhuda mwingine. Nikiwa mtoto mdogo, jamani, msiseme nilikuwa nimeokoka. Mimi nimetoka familia sizo za kuokoka. Nimebatizwa nikiwa mtu mzima kwa kuiba nyumbani wasijue. Nimeokoka nikiwa mashuleni hivi wanafunzi, nikirudi nyumbani nikapagana. Nikiwa mdogo darasa la 4, nilikuwa nasimama nyumbani kwetu tulikuwa tumejenga zile nyumba za tembe. Ule tu nyumba fulani, tembe wangapi wa watoto huko hawaelewi tembe. Sijaonaga tembe mnyiwa mjini. Jenga kwa nyumba fulani kanaishia mitaa hii hapa hivi. Kanapigwa udongo juu. Kanakandikwa na udongo tena pembeni, afu ndani ndio inachimbwa kidogo. Kiingia ndio unadumbukia, kwa hiyo sikaone kadogo juu nje. Kiingia ndani unadumbukia unatosha.
tulikuwa kwenye hizo nyumba. Nikiwa mdogo nilikuwa nasimama nasema hizi nyumba nitakujaga kuzifumua zote niwajengee Zabati. Wakati huo walikuwa wananiona nimechanganyikiwa kwa sababu kwa makabila ya wafugaji na kule kijijini walichokuwa wanajua mtoto wa kike ni kuolewa tu, na hana hayo mamlaka ya kuja kujenga nyumbani. Wewe mtu anakuambiaje? Naambiaga mama akikwambia napeleka kweli. Mimi niwahi kumwambia mume wangu kuvunjika kuniacha wewe sahau. Yaani hili ndoa hii ya chike mimi ndo niamue kuacha. Kabla sijaamua haachi mtu hapa. Nilimtangazia hivyo na usifikiri nilikuwa namfurahisha. Mpaka leo namwambiaga Mungu, hakuna mchawi atakayeroga ndoa yangu ikavunjika. Hata nasema mtumishi akiinuliwa mkubwa na kuvunja ndoa, niambie havunji mtu ndoa. Labda niamue mimi kuivunja. Nimekataa. Na wakati Mungu ananipa hili somo, usiku alinionyesha nilikuwa na ndugu zangu wengi, alafu kukatokea na madude fulani kama minyoo hivi, ni kama nyoka, ni yale maminyoo ni kama nyoka tu, lina kichwa na nini, yakawa mengi makubwa na madogo yanatusonga. Sasa mimi nikasema sitaki haya maminyoo, nimeyakataa. Niliposema hivi ikaonekana ni kama neti imekuja imezungusha eneo langu. Mle ndani ya neti hakuna minyoo, na hatua kadhaa kutoka kwenye neti hakuna minyoo. Minyoo imeanzia huko. Halafu hao ndugu zangu wote maminyoo yanawapanda kila mahali. Nikasema shauri zenu. Hiyo shauri zenu nimeiongeza hapa. Ila kule rohoni nilipoamka nikasema, kumbe haya maminyoo kuwazonga watu ni kwa sababu hawajayakataa. Ndoa yako inataka kuvunjika kwa sababu unairuhusu ivunjike. Kataa. Alikwambia leo unaenda kweli, unamwambia leo unataka ule nini? Mayai ya kanga, chemsha. Nitakuvunja mguu, achana na hasira, kula kwanza upate nguvu za kunivunjia mguu. Ukiwa na njaa utaanza kunivunja mguu. Pika na usiigize, kama vipo pika kweli, uwekee mezani. Kula ukimaliza nivunje mguu, uone kama atakuvunja. Kisa tunayapokea. Umeambiwa unavunjwa mguu, unatangulia kubeba begi kabla hajaja. Ukienda kwa watu, aliniambia leo akija atakivunja mguu, ungebaki uvunjike mguu uje umevunjika hapa. Ndio maana Mungu alinipa hili somo. Alinionyesha kwamba kuna watu wanasongwa na hayo madude, sio kwa sababu ni hawajaamua. Mimi nilikuwa nakataa kule. Kama mimi sitaki haya madude na sitaki kwenye mipaka yangu, nilimwambia Mungu, sitaki mchawi kupita nyumbani kwangu wala eneo langu. Sio kunikaba kupita. Kipita kwangu ni kosa la jinai. Ni kosa la jinai. Unapitaje kwangu? Bwana wachawi wanasindikaga nyumba zao, wanasindika mashamba yao. Sisi tuna damu ya Yesu. Kwa nini tusisindike nyumba zetu? Kwa nini tusisindike mashamba yetu? Kwa nini wanakuja nyumbani kwako kizembe? Wakujue wewe ni Mkristo Bwana. Wakujue umeokoka Bwana. Wakujue wewe ni mwamba. Salamu zingine mimi nilizikataa. Hivi unafikiri kule wanashangiliaje wakiona wamembeba kimlokole, alafu ndio kiti chao kule? Kataa hizo dharau wetu. Haleluya. Daudi alivyoamua akasema unamtukana kwa matusi. Wale jamaa unajua zamani ilikuwa wana mipaka. Goliathi alikuwa anasimama na watukana, eti wao hawamtukani, wanarudi kulala ndani. Hata kama huwezi kupigana naye, na yeye mtikise kwa maneno. Akikwambia nitakukomoa, mwambie angalia, ni wape ushuhuda umekuja. Siku moja bwana, kuna jamaa alikuja nyumbani, mzee fulani hivi. Kanifuata watumishi wa Mungu mpaka nyumbani kwangu. Amekuja, nimemkaribisha kwa upendo, amekaa kwenye viti. Anaanza kuongea na kuonaga tu anavyojisifia pale mbele. Nasemaga hivi, anaielewa na maneno. Anaielewa. Wengi walikuja wakapotea. Na angaliaga ni kama analemba
hujui unaongea na nani. Utapotea ukiwa umekaa kwenye kiti hapo na watu wasijue umeenda wapi. Unakuja kunipiga vitu nyumbani kwangu, si dharau zilizoota mbawa hizi. Mwambie angalia mzee, utapotea. Uwe makini. Na silaha kubwa adui wanayotumia ni maneno. Ndio maana kabla hujakuroga wanakutumia maneno. Tuone kama mwaka huu atajenga. Si kupiga pamba. Fungulia redio. Anatenda meno huko ndani, ni sauti kubwa, hata kama ni katochi kakumulika, kafungulia hivyo. Toka nje. Nipitisha ambie aisee, hawajui tu mwaka huu mambo Mungu atakayofanya. Niakutisha hiki kijiji, watashangaa. Unaanza kwenda kujiuliza vipi? Mambo gani ya kutisha? Mungu umewatishia kwa maneno. Wasa kutishia kwa maneno. Shida hatujui kutumia silaha za maneno. Unajua kwa nini maadui wanatangulia kutumia maneno? Mimi nilikuwa nikisimama mbele, kilichonipa nilikuwa nikisimama, mimi mwamba, mimi upepo, wewe unaushika upepo, nani anawahi kukamata upepo? Hakuna hawajanikamata na hawaji kunikamata. Maana nilijiita upepo. Chaniita mimi moto. Nani anashika moto wakabaki salama? Na neno ndivyo linavyosema. Anasema huwafanya watumishi wake kuwa miali ya moto na malaika kuwa pepo. Mimi ni mwali wa moto. Unamshikaje moto usikuunguze? Sasa nikikiri hivyo mbele eti najimwambafu. Nikisema hivi mbele, si neno ndo nimesema. Na Biblia inasema ndivyo tulivyo. Haleluya. Tumia silaha yako ya maneno vizuri. Mimi maisha yangu mengi huwa siwaambii watu, huwa wanaona matokeo, ila maneno sasa. Ndio maana pale kazini wanajuaga kati ya watu wenye hela pale shuleni na mimi. Mjini pale wanajua kati ya watu wahubiri wenye hela na watu wenye hela na mimi. Kumbe kuna wakati na chacha na kwa sina hata 100 kwenye pochi. Ila ukiniona na uzuri wake, nikiwa na hela sibadiliki, nikiwa sina hela sibadiliki. Yaani huwezi ukakuta na hela ndio nimeongeza subimani. Unaniona hivi mbele simu. Hata kama sina hela unijui. Mwamba nabaki kwenye lele hapa stikisiki. Wewe una hela. Nyimbo sasa unazoziplay. Uko wapi? Watu unajua kuna wakati kujua huyu mtu anapita wakati mgumu au wakati gani. Angalia maneno yake, angalia status wale wa kwenye mitandao. Hili nalo litapita. Watu wanajua analopita nalo sasa hivi. Mimi status kama hizo ukuti nimeweka, hili nalo litapita. Mwezi wa 5 wakati nimetoka kupata ajali, nilipita kipindi fulani hivi kigumu, lakini nyimbo nilizokuwa zinakuja ndani yangu, kuna wimbo mmoja anasema nilikuwa nikiimba. Nasikia utukufu wakati huo sina nia na nahitaji hela nyingi sana. Nilikuwa naimba huo wimbo, naimba huo, jamani Mungu alinitokezesha muujiza ambao na hisi sijui wa kifedha, sijui kama niwahi kupata mahali. Nilipata milioni 5 ndani ya mwezi mmoja, sio kwa sababu nimeupata sijui nimepewa kazi maalum, siwezi kukusimulia. Ongea ofa, kisa nimeimba umenipendelea. Wewe imba uko wapi? Anakuambia nimelala sasa hivi. Haleluya. 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 Ukiona unapita kwenye magumu, usiimbe nyimbo za kushusha imani tena. Amina. Ukiona uko kwenye changamoto ya ndoa, usisikilize tena mahubiri yanayokugandamiza au maneno yanayokugandamiza. Tafuta maneno yatakayokuinua uendelee mbele. Naambianga watu, huwezi kunikuta naomba maombi ya kulala. Mungu na apiga wanaoruka wasinikane, ni dharau kwangu. Kumwombea mchawi kwangu ni dharau. Sababu anaponiroga anamroga na Yesu ndani. Yesu hawezi kukubali kurogwa na mchawi, lakini atajifunua kama ufahamu wako umeelewa hivyo. Amina watu wa Mungu. Daudi akasema no. Nakuja. Jamaa hana silaha. Unajua hatua hazihitaji ulicho nacho. Ukiamua kuna wakati. Naambia watu wakati najenga, hakuna hatua ya nyumba yangu niliyofika nikiwa na hela kamili. Wakati wameanza kupiga lipu ndani
ndani nilikuwa na mifuko 10 tu ya simenti, na ile nyumba ndani tu imetembeza mifuko 70 ya simenti. Bwana asifiwe. Nilipoanza mafundi wakaingia site, yaani ni Mungu alikuwa ananiletea takiri ile ya mana, walikuwa nakusanya kwa siku, ikiisha na kesho mana inatokea. Jamani, ilikuwa kila siku, na mafundi wangu kwa siku walikuwa natumia mifuko 5 ya simenti. Kila siku nilikuwa napata mifuko 5 ya simenti mpaka nyumba ilipoisha. Useme Nyankali wewe ulikuwa una miradi. No, kuna wakati asubuhi nafika sina hela, sina simenti. Sina wafahamu wale wauzaji. Kaka fulani oda anakuja hapo, please naomba umpe mifuko ya simenti 5. Nitapita jioni baada ya kutoka kazini. Hapo sina hata 100. Nitapita. Simwambii nitapita kukulipa, hata kuja kukushawishi nimepita. Ambia nitapita hapo. Nitapita kufanya nini? Mimi nitapita, wewe mpe mifuko ya simenti. Wenye kisu kikali ndio wanaokula nyama. Haleluya. Anampa simenti. Nishaanza kukaribia sana, namwambia Mungu, ndio napita pale sasa. Sasa naenda kumshawishi au napata hela? Tashangaa kama message tititi. Laki na 80 imeingia. Hapo sitafuti kwanza nani ametuma, naenda kuitoa haraka, naenda kulipa, ili wakisema nilikosea kutuma kwako, anisubiri siku nitakayoweka aje atoe. Haleluya, haleluya, Bwana asifiwe. Anza, Mungu anakutaka uanze. Tumalizie na hapa, wenye ukoma wa 4 pia nimekupa mfano wa Daudi. Tuangalie mfano wa wenye ukoma, Wafalme wa 2 mlango wa 7 kuanzia mstari wa 3. Ukisoma hizi habari kuanzia mlango wa 6, kulitokea na njaa sana pale Samaria. Nabii akasimama akatabiri, kesho majira kama haya kipimo cha unga kitauzwa nusu shekeli, sijui nini. Yasiona imani akasema, wewe jamaa, hata jua subiri shuke. Soma kwanza hapo kuanzia 3 nikuonyeshe kuna mwamba hakumuelewa Mungu tuliye naye akaanza kubisha. Kitabu cha Wafalme wa 2 sura ya 7 mstari wa 3. Basi walikuwepo watu 4 wenye ukoma penye lango la mji. Wakasemezana, mbona tutakaa hapa hata tufe? Tukisema tutaingia mjini mna njaa, nasi tutakufa huko. Nasi tukikaa hapa tutakufa vile. Haya, twende tukaliendee jeshi la Washami. Wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha Washami. Na walipofika mwanzo wa kimo cha Washami, kumbe hapana mtu, kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi, kama kishindo cha jeshi kubwa. Hebu ishia hapo kwanza. Hii miamba hata kama ilikuwa na ukoma, hii miamba na wasiwasi, lakini ukoma uliondoka baadaye. Sijui wa theolojia eti baba ukoma ukondoka maana kwa hii hatua. Na hizi ukoma wenyewe ulisema tuko mahali sio sahihi. Na jamaa anacheki tunakufa na njaa hapa. Maana tukibaki hapa tunakufa. Kufa kupo pale. Tukisema turudi mjini, njaa imewaka, tunakufa. Tukisema tuende jeshi la Washami, tunakufa. Kwa hiyo kufa kupo pale. Kwa hiyo ni bora tu tuamue. Biblia inasema walipoanza, kumbuka ni wenye ukoma na sio wenye ukoma, wana njaa. Walipoanza kutembea, wakashangaa mguu kitua, Mungu anatua kama ligari limoja la moto. Mungu wetu ni Mungu wa miujiza. Anataka tu uanze tu. Mungu alitaka tu wenye ukoma waamue kuanza. Na wenye ukoma ndio walileta heshima ya mtumishi aliyetabiri kwamba chakula kesho kitakuwa kingi. Unajua watumishi huwa tunatabiri, mwaka huu utanunua gari. Kwa sababu ya usemi wako imepelekea watumishi tutukane, tuonekane tulisema uongo kwenye madhabahu ya Bwana. Tunakwambia mwakani utakuwa umebeba mtoto kwa ajili
wakakuta kile chakula, wakala kwanza, wakashiba. Mungu alivyo, ukichukua hatua anakulisha wewe, analisha watoto wako, analisha ndugu zako, jamii nayo kuzunguka. Naambiaga watu leo, Nyankali akiinuliwa akawa mtumishi wa kimataifa, watu wakiwa wanamfuata na Manyere, wale wenye gesti zao zitalaza watu, so wamefaidika na Nyankali. Siku moja ulinipigia simu mtu mmoja akasema, kumbe wewe mchungaji wako ni mchungaji Kasitu. I said, hadi baba yako akienda mahali anasifika na amekana mchungaji bora anayenitunza. Siku moja nilienda kuhubiri, bosi wangu wa kazini alikuwepo mle ndani, na mimi Mungu akanipa ufunuo, nikamnadi pale ndani, bosi mzuri sana, maana nilikuwa nimetoroka kazini. Nilitoroka kazini, nimekuja Cathedral kuhudumu, nisijue kuwa anasali Cathedral. Ile nasimama tu hivi namuona bosi, nikashangaa miguu inataka kujaa maji. Nikasema no, mimi mwamba atikisiki mtu hapa. Kaanza kumnadi, na bosi mzuri sana. Simuona anavyonilea kiroho, watu wanageuka hivi. Walipotoka kila mtu anampa mkono, hongera bosi, hongera bosi. Sikuuliza ulitorokaje kazini. Bosi wangu anaanza kuonekana bosi mzuri. Kwa nini? Mimi nimesimama katika kweli ya Bwana. Ukisimama, hata mume wako anaonekana bonge la mume, hata watoto wanaona bonge la watoto, kila mtu anaona, kila mtu. Mungu haajiliani baraka wako peke yako. Wenye ukomo alivyopokea walishiba wao. Unafikiri wakubebea watoto wao? Wakabeba vya kwao. Walivyoona hawamalizi, wakasema ngoja tukaite na ndugu zetu walioko mjini, hata kama walitutupa tunaumwa ukoma, acha tukawaite. Vikifurika kwako, utamkumbuka jamaa aliyekutesaga. Unawakumbuka waliokutesa kwa sababu unaanza kumbuka. Yaani alinimwagiaga na maji ya moto. Biblia inasema usilipe mabaya. Wewe umeng'ang'ana na mabaya sababu hujavuka mahali. Ukivuka mahali, hivyo vitu unaanza kuviona vya kawaida, ushindani na vitu vya kipumbavu, unawabariki. Kwani Yusufu wakati ameinuliwa amekuwa waziri mkuu, ndugu zake wanakuja kununua chakula, aliwalipa kwamba mlinitupa shimoni na nyinyi ungulieni joto la jiwe. Biblia inasema aliwapenda, akaenda kuwapa chakula cha maana. Na jamani akaanza kujihukumu, ya watu wao kweli hapa. Wewe panda uwe level za juu, acha kulipa visasi vya kipuuzi. Naomba tusimame. Rabashi Rika tabareke Rekoboshe raba. Mungu atusaidie kuvuka, kwa sababu hatuvuki. Tumeanza kuuana, tunashambuliana wenyewe, unatafuta sababu za kipuuzi, eti amepita hajanisalimia. Siku hizi Wakristo tunadharauliana. Kwa nini unajishitukia? Kwa sababu upo chini. Ukiinuliwa juu utakumbuka vitu vya ajabu. Naamini tukiinuliwa hata ulokole utakuwa na maana sana. Leo tuna dhambi nyingi, kutubu kwingi. Ukifika jioni unatubu, maana ulinung'unika. Ulipoona mwenzio anaendesha gari, analipatimulia vumbi, alibaba mwe, asitu, mimi nimebaki chini, ratimulia vumbi. Unakumbuka walikucheka mpauko wa shati. Bwana shati yangu anasema ya kitenge imepauka. Unamaliza, unakumbuka walisema watoto wako sijui hawajafanya maombi mengi kwa Mungu. Fikiria Mungu amekutoa hizo levu. Unabaki tunaomba Mungu utukuzwe, utukuzwe. Nifanye niwe chombo chako kwa ajili ya ufalme wako. Raba, maana ukiangalia una uhakika wa kula, una uhakika wa kuvaa, watoto wana uhakika wa kuishi. Maombi mengine kipuzi ya kuomba chakula, unavuka. Maombi ya kuomba ni unavuka. Haleluya. Mungu ametupa hizi siku. Natamani uweke nia ndani yako ya kuvuka. Huwa tunavuka kwa neno. Mimi huwa naamini sana katika neno. Hata ukija nikuombee, ndio maana huwa tu madhabahuni ndio huwa tunaombea. Na nikiwa na muda nitakuuliza changamoto yako ni nini. Nikikuombea, nikiona bado nitahitaji muda wa kukaa na wewe, kwa sababu ukifunguliwa kwenye ufahamu ndio kufunguliwa kukubwa. Kwa sababu hata mapepo, watu wa Mungu, tukikuombea mapepo kama hujafunguliwa ufahamu, ukitoka pale nje yanakurudia.
hiyo weka nia ya kuhudhuria haya mafundisho hizi siku tulizonazo, utaona Mungu atakapokubadilisha hatua zako. Naongea kitu nilichokiishi. Siwaletei tu story ya kwenye Biblia, ni maisha ambayo nimeyaishi. Mungu aliyonipa neema ya kuyaishi. Bwana asifiwe. Amua wewe, Mungu anakusubiri uamue. Na